Kipenga cha mwamuzi kinasikika mtazamaji katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Miguso hapa, anaingia sebuleni hapa, kabwa vizuri na wachezaji wawili na kumweka pembeni, kumnyima uhuru wa kufanya pendavyo. Wachezaji 7 anawapenyeza vizuri, amekwisha otea, hapana ubishi, amekwisha otea mchezaji Patrick Sombe. Hakuwa na ulazima wote ule kuweza kupiga ule mpira kiolela mchezaji mabingwa zamani. Fursa jingine hii, safu ya ulinzi ipo imara kweli kweli. Pembeni huku Charles Munala anaamua kupiga moja kwa moja. Wana uwezo huo katika ligi kuu taifa. Fursa jingine toka nje. Kipindi cha pili, piga manasi moja pembeni kushoto, kwenda kuja kimkakati zaidi, tafuta Musa Sharif, mpira unakuwa mwingine toka nje. Kama wachezaji wawili tena, mguu wake wa kushoto jaribu kutenga Samuel Watch, mwandalia katika njia kwenda mzima, anaukosa. Abel Kemgai anaukosa tena pale, jaribu kuunganisha kadri uwezo wake. Owade yupe ange kweli. Joseph Odhiambo mwandalia katika njia, Sharif, napenda utulivu alionao katika safu ya ulinzi, lakini makosa ya kiulinzi kwa ruhusa. Fursa ya kipekee, nafasi ya wazi hapa, kumkumbuka na kumuenzi waziri mkuu wa zamani hayati Raila Odinga. Autenga mzima na upangwa vizuri pale Ezekiel Owade, jaribu kuunganisha pale Musa, lakini mpira kwa mwingine toka nje, anakaba vizuri. Origana washa baruti, poteza tena Wagai, lakini kwa kazi rahisi sana kwake mdakaji ambaye anatoka kwa hesabu, na ndio mapungufu alionao kufikia sasa. Anateleza mwamuzi wakati Ngizwa Dennis Mudhini kichukua nafasi yake Dennis Mbevi, kutegemea na matokeo. Kumbuka hawa ni miamba. Ingia sebuleni, nguvu mpya. Dennis Mudhini anaweka kifua mbele. Woka mikate kutoka Kayole, zikiwa zimesalia dakika 6 peke yake pambano kutamatika. Tazama jinsi mwamba alivyoandaliwa katika njia, ball control akiwa in motion, akaunganisha kwa kujilisha mwenyewe kutoka mguu wa kulia hadi wa kushoto, na pembeni kule akaelekeza mpira. Kogalo jiwe katika mazingira ya kutafuta bao kwa Udi na uvumba, anacheza pale mdakaji Ezekiel Owade. Kaza macho katika uwanja huu. Mwamuzi wakati anapuliza kipenga kutamatisha pambano katika uwanja huu. Ndovu anaangushwa tena kwa kanda la ndizi. Wawekezaji wa Okamikate hawa wamemfurusha FC Leopards, wanafanya vivyo hivyo kwa kumfurusha tena vile Shemegia, akionyeshwa pa kutokea. Furushwa nje dakika zote 90. Gor Mahia 0, Bibi Bread goli 1 kutoka uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Unahalalisha jinsi ulivyofanya dhidi ya Leopards, unazungumziaje mchezo wenyewe? Mchezo wenyewe naweza sema imekuwa mzuri. Vijana wamejituma, tukazingatia yale mwalimu alituambia, na matokeo ndio hiyo, imetoka vizuri. Na wengi wanasema ndio ulionekana kuwa wanyonge, hususan baada ya kutoa Leopards. Ingekuwa ni kazi rahisi Gor Mahia kuwafurusha katika mchezo, lakini mmekuja na matokeo tofauti. Ndio hivyo, katika mpira hakuna mnyonge, juu mpira ni ile. Mchezaji ni mchezaji, so usiangalie unacheza daraja gani. Unapoingia uwanjani unaenda na aim moja, ushindi. Of which ndio hiyo, vijana wamejituma poa na tumetoa ushindi kwa siku ya leo pia. Na sasa katika hili, labda pengine changamoto ambao mnapitia katika mazingira haya ya kuja kucheza katika viwango kama hivi? Changamoto ni kuwa wengi wachezaji wanaocheza BB kwa hakika hawajacheza kiwango cha juu sana, so hiyo pressure wanapoingia kiwanjani kidogo, wengine wana hiyo utepetevu, lakini ndio hivyo, tunasukuma, tunawapatia morale, na ndio hii tunasonga. Asante sana, kila la heri. Wapo utambulisho? Kwa majina ni Dennis Kioko,
Game leo imekuwa ngumu kulingana na level tulikuwa tunacheza nayo. Tulikuwa tunajua game ni itakuwa hard, itabidi tukimbie sana, but tunashukuru kwa hiyo chance moja tumepata na tukafunga. Na katika hili mtazamo wako kuhusiana na upande wa Gor Mahia, manake hawa ni miamba hata hivyo? Gor Mahia wako juu, tunawaheshimu sana na tunawish all the best. Ni tournament na si ndio tumeweza kuproceed, so tunasema asante kwa Mungu. Coach, vipi katika pambano siku ya leo? Kwa mara ya pili unatoa miamba, unafurusha nje mashindano. Okay, kwanza ningependa kushukuru Mungu kwa wakati kama huu, haijakuwa rahisi. Bila Mungu hatungeweza. Pili, ningependa kushukuru BB Bread kwa kumotivate vijana na wamefanya wakakuwa hivi. Naweza shukuru mdosi wangu anaitwa Mr. Bakor. Mr. Bakor amekuja vizuri na amefanya timu yetu imemakirika. Kuhusu mechi ya leo, tulijua itakuwa rahisi, tulijua ni mechi ngumu. No wonder tulikuja ni kama watu waliona ni kama tunazuia sana, but nile respect tunapatia timu kubwa kama Gor Mahia. Hizo timu kubwa lazima tujue venye wanacheza nazo, si za kwenda kufungua game. So tunashukuru sana na naamini ya kwamba kila kitu ni kazi yenye tumepiga wachezaji, technical bench yote imekuwa, kila siku tumekuwa tukichukua game za Gor, tumejaribu kuzianalyze na tumepata kenye ilikuwa tunataka. Kwa hivyo ni kutokana na homework. Ni homework tumefanya, hatujalala, lakini imekubali, tunashukuru. Kipindi cha kwanza mmezuia sana, kipindi cha pili mmefungua uwanja mzee. Kuzuia kwanza ilikuwa ni kutafuta confidence yetu, sababu tulijua ni timu kubwa, so lazima tunge sit back kidogo tuzuie. So hao wenye second half ilikuja wali feel like wanafaa tufunge, na tukajua wataacha space na tulipata kadhaa. Tungefunga double kama 2-3 kulingana na zile nafasi tulipata. Kwa hiyo inakuja sasa baada ya hapa coach? Baada ya hapa venye nilisema last time ni game by game. Tukipata opponent tunajaribu kuplan vizuri, ikikubali tunashukuru. Asante sana, kila laheri. Nashukuru pia. Kipenga cha mwamuzi kinasikika mtazamaji katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Miguso hapa, anaingia sebuleni hapa, kabwa vizuri na wachezaji wawili na kumweka pembeni, kumnyima uhuru wa kufanya pendavyo. Wachezaji 7 anawapenyeza vizuri, amekwisha otea, hapana ubishi, amekwisha otea mchezaji Patrick Esombe. Moja kwa moja karuzi wake, anaingia sebuleni, anatatarika ama anatetereka, hakuwa na ulazima wowote ule kuweza kuupiga ule mpira kiolela mchezaji mabingwa zamani. Fursa jingine hii, safu ya ulinzi ipo imara kweli kweli. Pembeni huku Charles Munala anaamua kupiga moja kwa moja. Wana uwezo huo katika ligi kuu taifa. Fursa jingine toka nje. Kipindi cha pili, piga manasi moja pembeni kushoto, kwa kuja kimkakati zaidi, tafuta Musa Sharif, mpira unakuwa mwingine toka nje, kama wachezaji wawili tena, mguu wake wa kushoto jaribu kutenga Samuel Watch, mwandalia katika njia kwenda mzima, anaukosa. Abdul Kemgoi anaukosa tena pale, jaribu kuunganisha kadri uwezo wake. Owade yupe ange kweli. Joseph Odhiambo mwandalia katika njia, Sharif, napenda utulivu alionao katika safu ya ulinzi, lakini makosa ya kiulinzi kwa ruhusa. Fursa ya kipekee, nafasi ya wazi hapa, kumkumbuka na kumuenzi waziri mkuu wa zamani hayati Raila Odinga, na utenga mzima na upangwa vizuri pale. Ezekiel Owade jaribu kuunganisha pale Musa, lakini mpira kwa mwingine toka nje, anakaba vizuri. Origana washa baruti, poteza tena Wagai, lakini kwa kazi rahisi sana kwake mdakaji ambaye anatoka kwa mahesabu, na ndio mapungufu alionao kufikia sasa. Anateleza mwamuzi wakati Ngizwa Dennis Mudhini kichukua nafasi yake Dennis Mbevi, kutegemea na matokeo. Kumbuka hawa ni miamba. Ingia sebuleni, nguvu mpya. Dennis Mudhini anaweka kifua mbele, woka mikate kutoka Kayole, zikiwa zimesalia dakika 6 peke yake pambano kutamatika. Tazama jinsi mwamba alivyoandaliwa katika njia, ball control
akiwa in motion, akaunganisha kwa kujilisha mwenyewe kutoka mguu wa kulia hadi wa kushoto, na pembeni kule akaelekeza mpira. Kogalo jua katika mazingira ya kutafuta bao kwa Udi na Uvumba, anacheza pale mdakaji Ezekiel Wade anatumbua macho, kaza macho katika uwanja huu. Mwamuzi wa kati anapuliza kipenga kutamatisha pambano katika uwanja huu. Ndovu anaangushwa tena kwa kanda la ndizi. Wawekezaji wa Okamikate hawa wamemfurusha FC Leopards, wanafanya vivyo hivyo kwa kumfurusha tena vile vile. Shemegia akionyeshwa pa kutokea, furushwa nje dakika zote 90. Gor Mahia 0, Bibi Bread goli 1 kutoka uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi.